Yes, mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media, ni wakati mwingine naamini kwamba afya yako ubuheri kabisa, na ni wakati ambao tunakwenda sasa kuzitazama zile ambazo zimehappen na kuchomoza kunako anga la michezo, wakati huu ambapo unaambiwa moja kati ya kiongozi mmoja katika bodi ya ligi amejihuzuru. Nini kinachoendelea huko kunako bodi ya ligi, hasa kufuatia katika hili sekeseka ambalo bado linazidi kuzua sura mpya siku hadi siku? Leo unaambiwa kwamba mjumbe mmoja katika bodi ya ligi amejihuzuru. Ni nani huyo? Sababu ipi iliyomfanya ajihuzuru? Na ni kwa nini amejihuzuru mapema hivi kabla ya wengine hawajajihuzuru? Basi taarifa zote tunazo hapa. Ni wakati sasa wa wewe kuichagua na kuiamini HNT Media kwa kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia utaifuata alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Utairuhusu kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu tunavyokuwa tunakuletea hapa katika channel yako pendwa ya HNT Media, ambayo inakuletea habari za michezo kila wakati, kila siku. Itakufanya wewe utazitazama ukiwa sehemu yoyote ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni wakati wako sasa kuhakikisha pia kwamba una drop comment yako hapo. Comment yako ni muhimu sana kunako comment section. Mimi nitakuja kupita nayo kuhakikisha kwamba tunapatana kwa uzuri, mwanafamilia wa HNT ambaye umeamua kuichagua HNT na kutulia nayo katika wasaa huu hapa ambao tunakuletea taarifa hii hapa. Mjumbe wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara, ndugu Philemon Ntahilanja, amejihuzuru kuwa mjumbe wa kamati hiyo muda mfupi uliopita. Unaambiwa kwamba wakati wa kikao cha maamuzi, mjumbe huyo alitolewa nje kwa sababu ikiwa ni kuhaini kwa maamuzi ya kamati yaliyofikiwa wakati wa kutoa maamuzi siku ya tarehe 8 Machi, wakati mechi ya Simba na Yanga ilikuwa inaahirishwa. Unaambiwa kwamba imefahamika kuwa ndugu Philemon Ntahilanja hakuridhishwa na sababu nyepesi za kuahirishwa kwa mechi hiyo tajwa na kuvunja kanuni kwa makusudi. Ndugu Philemon Ntahilanja rasmi sasa ameamua kujiondoa katika nafasi zake za uongozi kwenye mpira wa Tanzania. Bana, moja kati ya taarifa ambayo watu walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana kuona kwamba viongozi wa bodi ya ligi wanajihuzuru, kama jinsi ambavyo mashabiki wa klabu ya Young Africans huenda wakafurahishwa sana na taarifa hii, kutokana na kwamba uongozi wa klabu ya Young Africans ulipeleka barua ya kuwataka wajihuzuru uongozi wa bodi ya ligi, ikiongozwa na mwenyekiti Steven Mgoto pamoja na katibu wake Almas Kasongo, wajihuzuru na waiache nafasi hii ambayo wao wameshindwa kuitendea haki. Uvunjifu wa kanuni na kutumia busara pasina kuzifata kanuni ndio kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakikililia kutokana na maamuzi ya bodi ya ligi. Bana, mara baada ya kupostiwa posti hii hapa, basi kukawipa na comment nyingi sana ambazo zilitililika, na mimi nikasema nichambue comment kadha wa kadha ili tuweze kwenda sawa. Kuna huyu hapa anaitwa Katoliza Dahila, anasema amejiongeza. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Mwaipwana, anasema ifikie sasa uongozi kuacha uhaini, msimamie haki. Kujihuzuru ni kulinda haki na heshima kwa maamuzi ya hovyo tusiyokubaliana nayo. Asante sana Mwaipwana kwa comment yako. Kuna huyu hapa anaitwa Darali 2000, anasema huyu ndio kiongozi waliolizia, acha wakacheze wenyewe sasa. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Rajabu Kihuli, anasema ajiondoe na wana Yanga wake. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Msham Joseph, anasema sawa, kafanye kazi zingine mzee wetu, tunakuombea ukapate nafasi nzuri tofauti na hiyo ambayo ilikuwa inakupa lawama kila siku ambazo hazina sababu. Lakini kuna hapa anaitwa
Michael Lemi 77 anasema hongera ndugu kwa maamuzi sahihi. Mungu akupe nafasi nyingine nzuri katika taifa hili. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Fikiri anasema toa siri zao sasa tuone madudu wanayofanya. Lakini kuna huyu hapa anaitwa Abigail 994 anasema hongera sana, umeamua uamuzi mzuri sahihi. Wenzio nao watafanya hivyo hivyo kwa sababu ni lazima wote wajihuzuru au bodi ivunjwe. Lakini kuna huyu hapa anasema hongera sana, jambo zuri, maana ukaini sio msaada. Lakini kuna huyu hapa anasema kuliko kuwa sehemu ya uhaini wa soka, respect to you sir. Lakini kuna huyu hapa anasema hamna msaada wowote, atoke tu. Lakini kuna huyu hapa anasema responsible reader. Lakini kuna huyu hapa anasema uko very good, hongera sana. Comment zilikuwa nyingi sana na mimi nikasema nikuchambulie tu hizi chache ili uweze kujua ni nini kinaendelea kuna kwa anga la michezo hapa Tanzania. Kinachosubiriwa sasa ni uamuzi wa klabu ya Young Africans ni kwenda kuketi meza moja na uongozi wa bodi ya ligi katika kuhakikisha kwamba wanamaliza tatizo hili kwa busara na hekima. Lakini jambo linakuwa tofauti kabisa kwa sababu pia Young Africans tayari wameshafika katika mahakama ya usuluhishi wa masuala ya mipira duniani CAS, ambako wameshakwisha kutupa jarada lao, linasubiriwa kwamba lisikilizwe mapema sana mwa wiki ijayo. Unaambiwa kwamba Young Africans tayari wameshakwisha kupeleka madai yao kwa kutoiamini bodi ya ligi, wakitaka ivunjwe kwa sababu imekuwa ikiamua maamuzi pasi na kufuata sheria na kanuni za FIFA na za TFF ambazo wamejiwekea za kuongoza ligi kuu. Mambo yamekuwa mengi sana kufuatia kwa hiki hapa ambacho kinaendelea, kwa sababu kwa watu walikuwa hawaamini kama yangeweza kuanza kutokea haya mapema wakati kama huu hapa. Ikumbuke kwamba haya yote yametokana na kuahirishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa inawakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club, ambayo haikufanyika kutokana na kwamba Simba waligomea mechi. Lakini kwa mujibu wao wenyewe wanasema hawajagomea mechi, ila wao waligomea ujinga uliofanywa na walinzi wa klabu ya Young Africans ambao wanaaminika kama makomando. Ikumbuke kwamba pia katika ripoti ya Young Africans wamesema katika viongozi ambao wamewasajili TFF hakuna kiongozi wala hakuna mlinzi ambaye anaitwa komando. Kwa hiyo naona kabisa kwamba Young Africans tayari wameshajivua katika hili kwamba wao hawana kiongozi yote ambaye anaitwa komando. Kwa hiyo watu waliowazuia Simba kuingia uwanjani waulizwe mamlaka ambayo inasimamia uwanja, ambaye akiwepo pia meneja wa uwanja, lakini pia kamishna wa mchezo huo. Mambo yanazidi kuwa mengi sana mwanafamilia wa HNT, na sisi tukasema tunajikita katika kukuletea taarifa ambazo utaendelea kuzipata hapa HNT Media. Cha kufanya wewe ni kuhakikisha kwamba pia utatufuata katika Instagram yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa zote za michezo ambazo zinaendelea kuhappen na kutende kuna kwa mitandao ya kijamii mwanafamilia wa HNT Media. Langu jina ni Dio, na kwa wakati mwingine bye bye.